Kuzuia maana yake ni kwenda na game plan ambayo itapelekea either upate sare au upate ushindi. Maana yake unazuia ule ubora wa mpinzani kwanza kabla ya kufikiria namna ya kumdhuru. Sababu unajua Watanzania ni wagumu kidogo kuelewa. Kisikia hivyo anaweza akakata kipande kidogo za kuzuia basi akakibeba kama kilivyo. Kwa hiyo lazima niwaambie kwamba huu mchezo Simba Sports Club kwanza tahadhari yake ya kwanza ni kutokuconcede. Kipimo, unajua Morocco ni timu yenye uzani mkubwa sana kwa upande wa timu za taifa. Kwa tafsiri ya haraka haraka ni kwamba ile intensity ya michezo pamoja na energy ambayo inatumika pale ni kubwa. Kwa hivyo kwa sababu ni kubwa, unaenda kukutana na ni kama vile unafanya mazoezi ya kubeba vitu vya kilo 50 alafu unaenda kukabiliana na vitu vya kilo 20. Manake ni kwamba mazoezi umefanya makubwa zaidi kuliko aina ya kitu ambacho unaenda kukipractice. Ndio kitu ambacho kinatokea. Umeshatoka kukabana na kina wakina Mazraoui sijui wakina Soufiane Amrabat, alafu baadaye unaenda unakutana na kina Khalid Sobi na kina Mohamed Hashim. Tafsiri ya haraka haraka ni kwamba Simba watakuwa na advantage kiasi fulani. Wachezaji hawa ambao walikuwa na timu ya taifa Morocco, hapa tunamzungumzia Kibu Denis, tunamzungumzia Shabalala, tunamzungumzia Kapombe, Abdrazaki Hamza na Ali Salim. Hawa walikuwa timu ya taifa, baadhi yao wakipata nafasi ya kucheza. Labda ile intensity ya mechi kubwa kama na timu kubwa ya Morocco yenye wachezaji kutoka sehemu mbalimbali ulimwenguni katika ligi kubwa, kwenye vilabu vikubwa. Labda kuna chochote ambacho wanaenda kuongeza kwenye kikosi cha Mwalimu Fadlu Davis? Yeah, of course. Kuna kitu ambacho kinaongezeka kwa sababu kipimo, unajua Morocco ni timu yenye uzani mkubwa sana kwa upande wa timu za taifa. Kwa tafsiri ya haraka haraka ni kwamba ile intensity ya michezo pamoja na energy ambayo inatumika pale ni kubwa. Kwa hivyo kwa sababu ni kubwa, unaenda kukutana na ni kama vile unafanya mazoezi ya kubeba vitu vya kilo 50 alafu unaenda kukabiliana na vitu vya kilo 20. Manake ni kwamba mazoezi umefanya makubwa zaidi kuliko aina ya kitu ambacho unaenda kukipractice. Ndio kitu ambacho kinatokea. Umeshatoka kukabana na kina wakina Mazraoui sijui wakina Soufiane Amrabat, alafu baadaye unaenda unakutana na kina Khalid Sobi na kina Mohamed Hashim. Tafsiri ya haraka haraka ni kwamba Simba watakuwa na advantage kiasi fulani, kwa sababu tayari wachezaji wao wamepewa kipimo kikubwa zaidi kulingana na opponent ambaye wanaenda kucheza naye. Lakini in fact sio kubwa sana kwa sababu automatically kipimo kilikuwa ni kwenye kukaba zaidi. Sasa hawajapata ile test ya kwenye kushambulia sana. Lakini tulimuona Kibu Denis zile nini alizokuwa anazifanya. Of course sio sana. Yaani unajua ndio kwa sababu mechi lazima uweze ukakaba dakika zote 90. Kuna moments fulani ambazo zinatokea unaweza ukadribble ukafanyaje na nini. Lakini kwa upande wangu mimi naamini kipimo kilikuwa kwenye kukaba zaidi kwa sababu tulikaba zaidi Taifa Stars na uzani ulikuwa ni mkubwa sana. Morocco ni timu kubwa sana na wachezaji wakubwa kina Brahim Diaz. Kwa hivyo ni muhimu, umeelewa, ni muhimu kuweka fakti sawa na kusema kwamba kweli kile kipimo kinatosha kuelekea mchezo dhidi ya Al Masry kwa sababu automatically tunaenda away kwanza. Tafsiri ya haraka haraka kitanzania tunaenda kwanza kuzuia sio kuzuia kwa mantiki ya kucheza kwa kuzuia tusiweze kurudi na matokeo mabaya. Sababu mtu ukishasema kuzuia atasikia kuzuia maana kupaki basi. Sio kupaki basi. Kuzuia maana yake ni kwenda na game plan ambayo itapelekea either upate sare au upate ushindi. Maana yake unazuia ule ubora wa mpinzani kwanza kabla ya kufikiria namna ya kumdhuru. Sababu unajua Watanzania ni wagumu kidogo kuelewa. Kisikia hivyo anaweza akakata kipande kidogo za kuzuia basi akakibeba kama kilivyo. Kwa hiyo lazima niwaambie kwamba huu mchezo Simba Sports Club kwanza tahadhari yake ya kwanza ni kutokuconcede.